tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni mfalme, umejaa haki na utukufu na umejaa kibali kikuu. Asante ni kwa sababu neema yako ni takatifu kwa mtu yeyote yule anayeiamini. Pokea sifa ni kwa sababu siku kama ya leo Bwana, kuna wakati tulikuwa wenye dhambi, lakini siku ya leo Bwana Jehova Jireh, siku ya leo Bwana umetufanya watu wazima mioyoni, watu wazima kimwili, watu wazima kila mahali, na ukatuondolea hali yoyote ile tulikuwa inatuonyeshana kama watoto wasio na akili njema, akili isiyo na faida yoyote. Lakini kwa sasa Bwana Jehova Jireh umetupatia uzima ule Bwana, hatutanyang'anywa na mtu yeyote. Wakati wowote tutakuwa tukifuata mapenzi ya Mungu na kusikia na kuamini yale yote Bwana anayonena kuhusu sisi, tukiyatimiza hakuna mwenye ataweza kutuondoa katika nafasi yako. Pokea sifa Baba yangu na Mungu wangu katika mamlaka yote. Bwana Jehova Jireh, ninajua ya kwamba wewe Bwana u pamoja nasi. Umetufungua katika vifungo za kila aina, umetuondoa katika mambo yale yalikuwa yanayotusukuma na kutuzuilia kuendelea. Umetupa kibali Bwana Jehova Jireh, tukaitwa wana wa Mungu. Yesu, tukaitwa wana wa Mungu, na umetupa uzima wa milele ule Bwana Jehova Jireh utawalao ndani yetu. Asante ni kwa sababu ya kazi umetufanyia kuu na ya ajabu katika maisha yetu. Tumejua ya kwamba tunaye yule amesimama kwenye mwanya, anatupigania vita yote ile. Yule mwovu Shetani anatuwekea mbele yetu pingamizi za kila aina. Bwana umetupigania, umetuokoa, umetuponya, umetufanya Bwana Jehova Jireh chombo kizuri, kikari na chenye meno makali ya kusiaga ngano, kupepeta chochote kile hakifai katika maisha yetu. Wakati wote ule Bwana Jehova Jireh tu pamoja nawe, na kwa sababu wakati wote tu pamoja nawe, sisi si watu tutahayadhalika, sisi si watu tutadanganyika, sisi si watu Bwana Jehova Jireh tutasimama katika nafasi ya kushindwa. Tutafanya nini? Sisi ni watu tumebarikiwa, sisi ni watu tumeinuliwa, sisi ni watu tumepewa nafasi ya kusimama katika wokovu kamili ule Bwana ulitupa. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu katika maisha yetu yote ya kiroho na ya kimwili umetushikilia, umetuonyesha uwezo wako na nguvu zako na mamlaka. Umetuonyesha Bwana u pamoja nasi, na katika haki yako Bwana sisi tumesimama vyema, na ni katika jina lako Bwana. Neno lako liko hapa, tunaenda kulisoma mtakatifu. Ninajua pingamizi ni nyingi zinazuilia watu waweze kupokea neno lako kulingana na vile lilivyo, lakini zile pingamizi zote ninazikomesa katika jina la Yesu Kristo. Watu wako Bwana Jehova Jireh waweze kuwa katika neema ya kupokea na kuamini na kufuata kulingana na vile wewe upendavyo. Nguvu zote ziinukao juu ya elimu yako mtakatifu, ama elimu yote inukao juu ya elimu yako Kristo, inaweka elimu yote kutoka nje chini ya miguu yetu sisi wote katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana wetu, pokea utukufu wakati huu tunaendelea. Na wabariki watu hawa, na waombea nguvu na uwezo, na waombea uponyaji, na uombea afya katika miili yao na katika maisha yao, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini, amen. Sio mapenzi ya Mungu mwanadamu aweze kumtawala yule mwingine. It is not a plan of God a man to control the other man. It is not a plan of God. Kulingana na neno, si mapenzi ya Mungu mtu aweze kucontrol the other. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni yeye mwenyewe aweze kutuongoza, atucontrol yeye mwenyewe, atuongoze kila wakati, tuweze kuwa katika nafasi yake ya uongozi wake, kwa sababu uongozi wake ndio kamili na ndio ukweli. Sababu neno linatuambia John 17:17, hata wacha John 17, hata John 1, John 15, sorry, John 15 anasema ya kwamba mstari wa 3, I think wa 3, na tutaangalia pamoja nawe. Anasema ya kwamba ate mumesafishwa, mumekuwa safi
kwa neno. Bwana asifiwe. Mumekuwa safi kwa neno lile tumesikia. Lile neno tumelisikia limetoka kwake. Kwa hivyo Mungu mapenzi yake ni sisi wote, kila mmoja tuweze kumtegemea, kumtazamia, kuwa na tuwe na lengo moja sisi wote la kumtegemea na kuwa katika nafasi ya kujua ya kwamba yeye ndiye our controller, yeye ndiye, na ndio neno linasema ya kwamba yeye ndiye nuru. Christ ndiye nuru ya ulimwengu. Yesu niwe utheri wake. Kwa hivyo yeye ndiye anafaa kutuongoza. Ule mstari nilikuwa nakwambia John 17:17. Kila wakati maandiko inatuzungumzia mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu haitoki kwa mwanadamu, inatoka kwake yeye mwenyewe. Kwa hivyo wacha tuangalie John 17:17 alafu tuweze kuingia katika neno, kuendelea na neno, na lile neno litatupatia nguvu na mamlaka ya kuendelea na kusikia. John ni neno unalijua na wengine hawalijui. John 17:17 inatuambia kwamba sanctify them through thy truth, thy word is truth. Ndio tuweze kuwa na ukweli ndani yetu, watakaze kwa lile kweli. Neno lako ndio kweli. Mungu anataka tu kila wakati atuongoze, kila wakati atunenee, sababu hatujaambiwa hapa ati uwatakase na mafuta. Hatujaambiwa hapa uwatakase na maji safi. Hatujaambiwa hapa mtakaswe na pasta wenu. Lakini neno linatuambia kwamba uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu kingine kinaweza kutufanya tuweze kukamilika na kueleweka vyema mbele zake Mungu pasipo neno. Neno ni nini? Wacha kwanza John 1. Wacha tuangalie pamoja nawe John 1 ndio tuweze kuelewa na kujua ya kwamba neno ni nini. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu ya John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. So kulingana na neno, yule anayetutakasa kwa kutunenea, kutuongoza ni God. Bwana asifiwe. Kulingana na neno, he is the word, and the word is with him. Bwana asifiwe. Na kama ni hivyo, yeye ndiye alitaka from the beginning kumuongoza mwanadamu. Si Mungu alipendelea Musa aongoze wana wa Israeli, sababu kama ni upendo ulikuwa ndani yake wakati ule Musa alipatiwa kibali cha kuwaongoza wana wa Israeli. Tunaona ya kwamba kuna wakati Mungu alimwambia Musa, ambia wana wa Israeli wote wajitakase kwa sababu ninataka kukua na mapatano na wao. Uambie wajitakase na siku fulani wapande mlimani pamoja na wewe, sababu ninataka kuwanenea.
Mungu akataka kuondolea Moses huo mzigo, sababu mapenzi ya Mungu ni yeye aweze kutuongoza, ni yeye aweze kuwa pamoja nasi kila wakati kwa kila jambo, na ndio mwanadamu aweze kutakasika kupitia neno pasipo kitu kingine kinaotoka katika kinywa cha mwanadamu. Na wakati huo Musa akawaambia na wakajitakasa na wakajitayarisha, na siku ikafika wakapanda mlimani. Na wakati ule Mungu aliposhuka ndio aweze kunenea wana wa Israeli pamoja na Musa, ama Musa pamoja na wana wa Israeli, Biblia inatuambia ya kwamba wakati ule Mungu alianza kuongea, wana wa Israeli waliogopa ile sauti na wakasikia hawawezi yani wakasikia yenyewe hiyo sauti imekuja kwa uzito, hiyo sauti ni ya kuogopya, mpaka wakaambia Musa, hey, unasikia hivyo? Anakuongelesha hivyo? Yes. Wakaogopa, wakamwambia Musa, kutoka leo enda kwake, mwambie awe anakuzungumzia, unatuletea. Kwa hivyo mwanadamu ndiye alipatia mwanadamu kibali cha kumtawala. Mungu alikuwa anataka kututawala sisi wenyewe, alikuwa anataka kututawala. Na wakati ule waliambia Musa hivyo, wakamwambia enda umwambie chochote atakwambia, tutafanya. Yes. Na wakati ule Musa alipoenda kwa Bwana akamwambia, wamesema hivi na hivi na hivi. Mungu hakubishana, kwa sababu Mungu habishani na mapenzi ya mwanadamu. Na wakati huo akaambia Musa, enda ukunje wakati fulani nikupatia sheria, commandments. Bwana asifiwe. Na Musa akajitayarisha sana, akaenda kuchukua zile amri Mungu alikuwa anataka aweze kuongoza wana wa Israeli nazo. Na hizo amri zikawa mzito, lakini wana wa Israeli hawakutambua ni mzito. Waliona kitu rahisi, na kwa sababu walikuwa wameapa jambo lolote atakalo lisema tutafanya, wakafikiria hata sheria ile imetumanwa kwao ni ya kufanywa. Wakafikiria ni ya kufanywa, wakaingilia kufanya sheria, kuitenda. Kumbe ile sheria haikutumanwa ndio iweze kufanywa. Wakatia bidii, lakini vile tu wanaendelea na kutia bidii na kufanya mambo hayo yote, ndio ile sheria ilikuwa inawapinga. Hawakuweza kusimamisha ile sheria wala kuitenda kikamilifu kulingana na vile Mungu alivyotaka. Kwa sababu jambo moja katika neno linatuambia ya kwamba, haleluya, Bwana asifiwe. Neno linatuambia ya kwamba katika kitabu ya Roman, wacha tuangalie pamoja nalo. Katika kitabu ya Warumi, Romans 3:20 inasema, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in the sight, for by the law is the knowledge of sin. Kwa hivyo hawakupewa ile sheria ndio waweze kuifanya, walipewa sheria ndio iweze kuwajulisha tu. Kiswahili inasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hivyo kupitia kuitambua sheria vyema ilimfanya mwanadamu aweze, ama wacha nitumie hii neno, ikemfanya mwanadamu aweze kutambua mapenzi ya Mungu.
Lakini kwa sababu ya kutotambua sheria, kazi yake na maana yake, walichukua sheria wakaanza kuifanya. Sheria ikawapinga kulingana na kitabu ya James. Ikawapinga na ikawazuilia kupokea neema ya Mungu kulingana na vile ilivyohitajika waweze kuipokea. Sababu ni nini? Sheria ilikuwa imetumwa nje ituongoze. Sheria ilikuwa mapenzi ya Bwana ya kuongoza mwanadamu. Si Musa Mungu alikuwa anataka aweze kumuongoza mwanadamu. Musa kazi yake ilikuwa ya kutoa wana wa Israeli katika mji wa Misri, awalete katika nafasi ya jangwani, ndio Mungu aweze kuandamana na wao katika jangwa mpaka mji wa ahadi kwa uongozi wake yeye mwenyewe. Lakini walikataa, wakaambia Musa, tuongoze wewe, hatutaki uongozo wa Mungu. Ni sauti hiyo mzito sana, inaogofya kwetu mpaka wa leo. Sauti ya Bwana wakati wowote inapotoka katika kinywa cha Bwana, katika neno lake, watu wengi wanaipinga sababu hawataki uongozi wa Mungu. Hawataki mwongozo wa Mungu, wanataka mwongozo wao ama wa wenzao, wale wataweza kupingana, kuwapinga. Haleluya! Na kwa sababu mwanadamu akipingwa atafanya mapenzi ya mwanadamu mwingine, utawala wa mwanadamu ukaingia, akamtawalia mwanadamu kulingana na vile Mungu hapendezwi. Mapenzi ya Bwana ndio nimekwambia wa topic. Sio mwanadamu aweze kutawalia yule mwingine, ni mwanadamu aweze kutawaliwa na Mungu, kuongozwa na Mungu, na kila mahali aweze kupelekwa. Na tutaweza kuangalia neno pamoja vile tu tunaendelea kuliangalia neno. Hata wakati huu nataka tuweze kuangalia na tufungue pamoja katika kitabu, ndio tuone yale yaliyokuwa ndani ya mioyo ya watu kutoka mwanzo. Katika kitabu ya Matthew, katika kitabu ya Matthew 19, wacha tuone vile hawa watu waliuliza Jesus. Sababu ni vyema sana kurelate Biblia wakati wa Moses and wakati wa Christ, wakati wa Old Testament and wakati wa New Testament. Yesu yeye alionanje kupitia yale yaliyokuwa yamenenwa na Moses, Old Testament. Kwa sababu pasipo New Testament hatuwezi kupata ufunuo wowote ule katika Old Testament. New Testament ni neno limefunuliwa. Old Testament ni neno limefunikwa. Kwa hivyo pasipo hii imefunuliwa, hauwezi tambua ile imefunikwa. Mapenzi ya Bwana ni nini? Wacha tuone katika Matthew 19 from 3. Inasema Kiingereza, that the Pharisees also came unto him, tempting him and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Kiswahili. Basi Wafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Na 4, and he answered and said unto them, having you not read, have you not read that
He which made them at the beginning made them male and female. Akajibu akamwambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyemuumba mwanzo alimuumba mtu mume na mke? Hiyo ni number 4. Iko na kitu imefichwa mahali pale. And said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twins shall be one flesh. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamuacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Number 6. Wherefore they are no more twin, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Hata wamekuwa si mwili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Bwana asifiwe. Nani ananena? Christ. Ananena kutoka wapi? In the Old Testament, from the beginning. Yesu hakunena yake, alinena yale yameandikwa katika Old Testament, yale yameandikwa katika Genesis. Ndio alirudia katika masikio yao, wakasikia yale yote yalikuwa yamesanjiriwa ama yameandikwa, ndio waweze kujua ya kwamba Mungu alisema from the beginning, kutoka mwanzo. Sio ya kwamba ati wamekuja kuuliza Christ ndiye aweze kubadilisha yale Mungu alikuwa ameiandika. Alikuwa ameandika na alikuwa amemean ya kwamba hivyo ameandika, hivyo ndivyo inafaa. Bwana asifiwe. Mstari wa 4 anasema, huyo wacha nikurudilie. And he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Katika kitabu ya Genesis, wacha tuingie pamoja nawe katika kitabu ya Genesis 2. Genesis 2 24. Genesis 2:24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kwa hiyo mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Yes. Mapenzi ya Mungu si mwanadamu waweze kuatibu, si mume na mke waweze kuachana. Mapenzi ya Mungu si mtu yeyote yule aliye ndani ya Kristo aweze kutoka ndani ya Kristo aende katika mambo zake. Mapenzi ya Mungu ni Mungu alitaka kumuumba mwanadamu, na kutoka kumuumba mwanadamu yule aweze kuwa kiongozi wake ni Mungu wake. Bwana asifiwe. Na mwanadamu wakati mume na mke wamepatana wakawa kitu kimoja, maandiko haijakubalisha waweze kuachana, lakini kuna kitu alijibu, na tutakisoma pamoja nawe tu siku ya leo. Wakati walipokuja kwa Yesu, walikuwa wanataka wasikie vile naye atajibu namna gani, sababu wao walileta shida sana. Hata kama wamesoma maandiko, hata kama wameongozwa na neno,
Hata kama Mungu anataka kuwaelekeza ndio waweze kuwa katika nafasi ile inayofaa, waweze kupitia in a straight path, lakini wao walikataa neno la Bwana. Wao walimpinga Musa, wakakataa sauti ya Bwana kutokana na kinywa cha Musa. Hata kama walikuwa wamesema yale yote atakayoyasema tutayatimiza, wakafuja ile sheria ya Bwana, wakaweka sheria yao, na wakaanza kuletea Musa shinda ya kwamba ni lazima tuachane na wao. Wakaleta shinda, wakaleta vita kali ndio waweze kuachana na wake zao. Naye Musa, kwa sababu ya vile walikuwa wakali na vile wamekataa sauti ya baba ya Mungu wao, Musa akawaambia ya kwamba neno linasema neno linasema mstari huu katika hiyo kitabu ya Matthew 19 mstari wa tuanzie hapo tu wa 3. Neno linasema ya kwamba, and the Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Walimuuliza swali, naye akawajibu, number 4, and he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Aliwaumba male and female. Akajibu akawaambia, hamkusoma? Kwa hivyo wanarudishwa katika chanzo. Jesus anawarudisha pale Moses alikuwa ameandika kupitia pumzi ya Mungu, na tunajua pumzi ya Mungu wakati wote inakuanga uzima, life. Akasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo alimuumba mtu mume na mtu mke? Aliumba mwanaume na mwanamke mara moja aliwaumba. Sio yale yaliyo katika akili za watu kusema. Watu wanasemanga aliumba mwanaume kwanza. Katika neno la Bwana, Mungu aliumba mwanaume na mwanamke. Aliumba mtu kwa mfano wake. Number 5, and said, for this cause shall a man leave father and mother. Kwa hivyo mwanaume atamwacha mamaye na baba yake, wazazi wake wote wawili, awaache aende akashikane na wife na bibi yake wife, na wote wawili waweze kuwa kitu kimoja. Hebu niulize, Mungu aliandika hapa? Ni kitu nilikuwa ninajiuliza, kwani yes, yeah. Lakini hii ni swali tu. Wale wanaoachana ama wale waliachana, ni kifo kiliwatenganisha ama ni nini kilifanya waweze kutengana? Tutaona majibu. Wale wanafikiria kuachana siku ya leo, nini kinachangia na nini kilichangia ndio waweze kuachana? Waliachana anji, na kulingana na neno la Bwana, Biblia inatuambia tumekuwa twin. Ate ndani ya bwanangu sionekani na bwanangu ndani yangu haonekani, kwa sababu tumekuwa mmoja. Na hapo nikajifundisha, ndio katika kitabu ya John 15 inatuambia kwamba
Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Na wakati tutakuwa hivyo, tutakuwa mtu mmoja. Christ and man. Yesu na mwodo. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Na tukiwa hivyo tutakuwa mtu mmoja. Nikaelewa tabia hii ya watu, ya sisi wanadamu wa ulimwengu ya kuachana. Sababu hatujui kwa nini tuliletewa mfano wa kuoa bibi na bwana. Na wakati wote tunatamani tu kuachana na bibi na bwana tuachana. Hivyo ndivyo hata wakati tunapoingia kwa Kristo, wakati tumesema tumeokoka, tunashindwa kukaa na Kristo. Unasikia watu wakisema, mimi nilianguka, mimi siku hizi siendi kanisa, naombea kwa nyumba, siku hizi hata mimi hata sielewi nini. Yani unakuta mtu aliachana, na mtu akikaa kwa nyumba, kwa uhakika Mungu anene ndani ya nyumba yako. Biblia inasema ya kwamba mahali 2 watatu wamepatana kwa ajili ya neno, kwa ajili yake, hapo ndipo Mungu anavyonena, na hapo ndipo anamwaga baraka yake. Tusidanganyike. Mungu ananena mahali popote pale watu wamekusanyika 2 watatu kuendelea. Hapo ndipo Mungu, wakiwa wamekusanyika ni kwa ajili yake Mungu. Hapo ndipo Mungu anamwaga baraka yake. Hapo ndipo sauti ya Bwana inasikika. Bwana asifiwe. Yesu Kristo wakati wote alipokuwa mmoja, hata akienda kuomba, alikuwa anaomba ndio akifika kwa watu wakiwa 2 watatu waweze kupokea kile Baba amekipeana. Yesu hakusema watu wametakaswa akiwa mwenyewe. Ni wakati walipatana, wakaingiana, wakamkubali, wakamfuata. Wakati huo ndio alinena juu ya utakaso wao. Yeyote yule atakaye ni amini na anifuate ataweza kufanya nini? Ataupokea ufalme wa mbinguni. Sababu watu wengi wanaamini hili kitu kilifanyika ndani yangu. Yes, na nikatafakari na nikaona. Alafu wakati nilipoenda kusoma mineno, nikalikuta hadharani vile limeandikwa ya kwamba watu wengi wanaamini, lakini wanaamini Kristo na ile kazi aliyoifanya, wanaamini, hata wanaongea, lakini hawafuati mapenzi yake. Ile changamoto kubwa itazuilia watu wengi wakose kupokea uzima wa umilele, hata kama wameamini, ni kutofuata mapenzi yake. Kuamini watu wameamini na kupenda watu wanasema wanapenda Kristo, hiyo yote iko, lakini following. Bwana asifiwe. Following, kufuata, hiyo ndio kisungumkuti kwa watu wengi, hata kwa watumishi wengi. Kuniamini na kunifuata, hayo yote tutayaona kesho tutayaona. Kuamini na kufuata. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo tunazungumzia ya kwamba katika hiyo kitabu ya Matthew 19:5, and said, for this cause shall a man leave father and mother
and shall cleave to his wife. Amwache baba yake na mama yake aweze kufanya nini? Kupatana na mkewe, wote wawili washikane waweze kuwa kitu kimoja. Hivyo ndivyo tulivyo. Lakini number 6, wherefore they know they are no more twin, but they are no more. Wherefore they are no more twin, but one flesh. Wamefanyika kuwa mtu mmoja, wamefanyika kuwa mwili mmoja, sio twin tena, sio twin tena. Kwanza ni twin. Number 2, wakati wamekuja wamepatana wakaingiana, wamekuwa one flesh. Kwa hivyo ni nyama, hauwezi itambua hii nyama ni ya wife, hii nyama ni ya husband. Wameingiana wakawa one flesh. Kwa hivyo nataka tujiulize kweli kabisa, watu wanaoana kulingana na vile Biblia imeandikwa, ama watu wanaoana wakiwa ni twins? Na wanaweza hata twins wakizaliwa wakiwa twin, mtu anaoa kule na ule mwingine anaolewa kule, wanaachana, lakini hao wanafika wanakuwa one fresh. Hallelujah. Na nyumba nyingi hata saa hii ukiingia si one fresh. Mmoja ako akili zake ziko kipande kile, mwingine aziko kipande hiki. Lakini kwa sababu tuna watoto tunalea, wacha tu tuvumiliane. Wengine wanasema isipokuwa tu ni hawa watoto ningetoka. Bwana asifiwe. Hao watu hawajafika kuwa one fresh kulingana na neno lile Kristo aliwajibu Mafarisayo. Wale walikuwa wamekuja kumjaribu ndio waweze kusikia vile atajibu, ndio kwa sababu walikuwa wanataka watiwe nguvu ya kuachana na mabibi zao. Bwana asifiwe. What therefore God had joined together, let not man put asunder. Kwa hivyo Moses hakuwa na uwezo wowote ule wa kuwafanya nini? Wa kuwatenganisha. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Mahali popote utawala wa mtu umefika kumtawala mwingine, haiwezi kuwa mwili mmoja. Ni lazima ziwe mili mbili. Sababu ndio mume amesimama ndio atawale mke, ama mke amesimama ndio atawale mume. Kwa hivyo hapo hakuna one fresh. Ndio mambo ya kuachana, mambo ya chuki, mambo ya vita, mambo ya vitu vile vingine vyote hazikosi ndani ya hiyo familia. Hallelujah. Sababu hawa watu hawajafika kuwa one fresh. Mmoja ako juu ya mwingine kwa njia isiyo mapenzi ya Bwana. Hata wamekuwa si mwili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Hakuna utawala wowote wa mwanadamu juu ya mwingine. Hallelujah. Wakauliza, they say, wacha tuendelee 7, they say unto him, why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? Wakauliza Yesu, wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya kutaraka na kumwacha? Yesu akajibu, he said unto them,
Moses, because of the hardness of your heart. Yeah. Kwa sababu Moses alifanya hiyo kitendo kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Hata wakati anamwambia vile neno linasema kutoka mwanzo, nyinyi mwapingana, mwapeleka right zenu, sababu mnahitaji tu utawala, hamtaki kutawaliwa na neno. Hivyo ndivyo kulivyo hata siku ya leo. Watu hawataki mwongozo wa neno, wanataka kujiongoza na waweze kuamini yale wanaofuata ndio ya kweli, wanaondoa neno la Bwana. Christ akawaambia, he said unto them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives, but from the beginning it is not so. Akawaambia Musa, kwa sababu ya ungumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. So inaonekana hawa watu walisumbua Musa. Hawa watu hata, na unajua wana wa Israeli walikuwa hata ni watu wangepiga Musa, wanaleta mateso na shida, sababu waume wakati huo walikuwa wanataka tu kuachana na mabibi zao. Vile hata siku ya leo ilivyo, mabibi wanataka kuachana na mabwana na mabwana wanataka kuachana na bibi. Na hivyo sio vile neno la Bwana lilivyo kutoka mwanzo. Kwa hivyo Yesu hakuongea kitu chochote kutokana na yeye. Aliongea yale yote Mungu aliyoyanena kutoka mwanzo kupitia Moses. Haleluya. Sio kwa sababu Musa alitaka muweze kuachana, alikuwa anajua neno na nyinyi alimfundisha, lakini masumbufu yenu na ugumu wa mioyo yenu ulifanya aweze kumwambia wapeni taraka. Mutigake murage. Haleluya, Bwana asifiwe. Nini kinao sababisha haya yote mpaka wa leo na hata wakati huo wa nyakati hizo? James, katika kitabu ya James James 1 from 13, sababu ni hii. Biblia inasema ya kwamba let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Mtu asijaribu kusema wakati ninapo jaribiwa na jaribiwa na Mungu. Mtu asiseme ya kwamba ni Mungu ananijaribu mpaka nikafika wakati wa kumtupa bibi wala bwana wala kutenda hiki kitendo. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Christ aliwaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, Musa anakamwambia watarakeni mabibi zenu. Sababu ya uelewe hapo sana, Yesu akasema wakati walipomuuliza swali, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Kwa hivyo kuna sababu ile inafanya waweze kutamani kuacha mabibi zao. Kuna ile kitu inafanya waweze kutamani kuachana na mabwana zao. Neno likasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi jaribiwa na maovu. Mungu hawezi nena neno na aliandike vizuri alafu asimame katika mwanya wa kumjaribu mtu na kitu ameandika. Chochote Mungu amekiandika ndio kiweze kwa mwanadamu aweze kuwa perfect
anapokitumia. Wakati unapolisoma neno la Bwana na kukubali Bwana aweze kukuongoza, atakufanya kuwa perfect. Katika nafasi hiyo yote utakuwa perfected, because wakati anapokuongoza anafanya moyo wako kuwa na ukweli, anafanya moyo wako uweze kudhibitika, anajaribu yani neno linakuweka katika nafasi ile inayofaa. Kama ni upendo hakukua, upendo unarudi. Kama ni umoja, fellowship inakuwa. Lakini wakati tunakataa mwongozo wa neno la Bwana, nini kitakuwa? Ni taraka. Nini kitakuwa? Ni matengano, ni kuachana. Sababu tulikataa neno la Bwana, hali zinainuka katika maisha yetu, hali iliyo na uchungu pande zote mbili. Bwana asifiwe. Hawezi kujaribiwa na maovu. Mungu hawezi jaribiwa ati kwa sababu umekasirika ni Mungu anakujaribu. Wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Jambo lolote unalolipitia, hata saa hii tuko na wewe hapa, usiseme ni Mungu anakupitisia. Mungu hawezi kukujaribu. Tena Mungu hajaribiwi na maovu. Jambo lolote kinyume na mapenzi ya Mungu na limekuja katika maisha yako na limekutia hukumu na limekusonga umekasirika, ujue si Mungu. Hiyo jambo liweze kuwa ndani yako, si Mungu. Upendo wa Bwana katika mwanadamu ni upendo mkuu na upendo wa ajabu. Na Mungu hawezi ondoa pendo lake juu ya maisha yetu, hawezi kamwe. Pendo lake ni kuu, lilifanya aweze kumtoa mwanae wa pekee Kristo Yesu aje ulimwenguni afe. Ndio sisi wote tuweze kupokea kibali na nguvu na uwezo na mamlaka ya kushinda majaribu yote ya kujao katika maisha yetu. So, kwa hivyo wakati unajikuta katika majaribu, usipochukua nafasi ya kupingana na yale majaribu kwa njia ya kuliamini neno, ujue lile jaribu litakushinda. Wacha tuone. Namba tumesoma 14:15. Tumesoma tuko 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akifuatwa na kudanganywa. Hakuna mahali Mungu wako. Wakati tunapokataa neno la Bwana liweze kutenda kazi, wakati tunapokataa mwongozo wa Mungu mwenyewe, tunataka miongozo ya watu, tutajikuta katika hali ya udanganyifu, tutajikuta katika hali ya tamaa, na kila kinasonga mwanadamu aweze kuchukua jukumu lake mwenyewe. Ni kuonyesha ya kwamba amekataa mwongozo wa Mungu, amekataa neno la Bwana liweze kumuongoza, amekataa nuru, amekataa Kristo, amekataa Mungu aweze kumpeleka. Wakati walipoambia Musa, hapana, sisi tumeogopa hiyo sauti ya Mungu, kama anaongeaga hivyo sisi hatuwezi kuivumilia. Wakati walipokataa, naye Mungu akawaondoa kwake, wakaitwa wana wa Musa. Bwana asifiwe. Hawakuitwa wana wa Mungu tena. Yesu ndio amekuja kuturegeza katika kwa Mungu, na Yesu ndio alifanya tuweze kuitwa wana wa Mungu. Waliitwa wana wa Musa.
sababu waliambia Musa, wewe ndio tunataka utuongoze. Walimkataa Mungu. Leo hii mtu ukiona anakataa neno la Bwana liweze kumuongoza, kuna Moses wake ndani yake. Akona Moses yule amejichagulia aweze kumuongoza. Na wakati wowote utaongozwa na Moses, hauna jambo lingine isipokuwa tu kufa. Na kufa ukiwa na dhambi. Na kufa ukiwa hauna tumaini. Na kufa ukiwa na uchungu ndani ya moyo wako. Hukumu itajaa ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo neno linasema ya kwamba mababa wetu wote wale waliokuwa nyikani walikufa. Mpaka Musa walikufa, hawakufika katika mji wa ahadi. Watoto wao ndio walifika. Watoto wao ndio walichukuliwa na Joshua wakafukishwa katika mji wa ahadi. Na walifukishwa na Musa na Joshua. Kwa nini? Sababu Joshua and Caleb wakati walitumwa waende wakapeleleze nchi, walienda wakaipeleleza vyema wakiwa watu 12, lakini wawili ndio walileta jibu kamili. Jibu kamili ni kusema walileta moyo wa Mungu, walileta mawazo ya Mungu, walikuja na imani. Namba 10 walisema aje? Mji ni mzuri na ni mwema, lakini watu wale walio ndani ya hiyo mji ni majitu. Haiwezekani sisi tuweze kunyakua ule mji, sababu sisi kwao ni kama nzige. Bwana asifiwe. Hivyo tuhana tadari hali. Kwa hivyo hawakuonyesha moyo wa Mungu. But Caleb and Joshua, kuna kitu kimoja walisema. Mungu hawezi sema atapeana nchi ya ahadi, atapeana ule mji, alafu ashindwe njia ya kutupatia. So hata kama hivyo ndivyo kulivyo. Mungu akiwa amesema yeye ndiye mwanzo na ndiye mwisho, na neno litokao kinywani chake ni uzima, ni ukweli. Wakaleta uzima kwa watu wale, na wakaleta imani, faith, lakini wale wengine walileta kifo. Bwana asifiwe. Na ndio Musa aliambiwa, zungumzia Joshua, mwambie yale yote nilipokuambia kutoka mwanzo, sababu yeye ndiye atawafukisha wana wa Israeli katika mji wa ahadi, sio wewe. Wewe utakufia katika kule milimani. Bwana asifiwe. Wakati tunapomkataa Mungu atuongoze, ndio tuweze kutimiza mapenzi yake kila wakati, tutajikuta katika maafa yale hatuelewi nini kinatuua. Wewe utakuwa ukiona uko na right ya kupeana taraka. Utakuwa uko na right ukiona uko na right ya kumuacha na yeye kukuacha. Utaona uko na right hata ya kumuua ama yeye kukuua. Utaona uko na right ya kumnyang'anya hata kama ni shamba lake ama mali yake, sababu wewe ni mkuu kumliko. Lakini katika neno halisemi hivyo. Umelivunja neno, nalo neno litakuvunja. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati wote tunapoongozwa na mawazo yetu, tujue ya kwamba twajiongoza sisi, badala ya kukubali tuongozwe na Bwana.
akawaambia, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa na kudanganywa. Kwa hivyo chochote hakitokani na Mungu ni tamaa ya mwanadamu, na hiyo tamaa ni madanganyo ndani yake. Wakati tunapoona hili jambo tukilifanya tutafika katika kiwango fulani na sio Mungu amekuongoza, ujue ya kwamba ndani ya hiyo jambo kuna regret. Kuna yani hiyo kitu tunaita ya kuelila. Kuna uchungu mkali sana. Hallelujah. Sasa number 15. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Ate halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Tamaa wakati imefika kuwa ndio inakuongoza, hautabui ni tamaa. Inafika kuwa na mazao yake, inakutia mimba. Wakati inapokutia mimba, unajikuta umechukua jukumu kupitia tamaa, nayo ile tamaa inakuua. Nimeona wengi wamekufa hata katika umaraya. Wanawake wanapoteza nyumba zao sababu ya mume wa mtu, wengine kwa sababu ya mke wa mtu. Wasichana wanapokea mimba kwa sababu ya tamaa ya fedha zilio na mume wa mtu. Bwana asifiwe. Wengine wanakufa kwa na ukimwi ama magonjwa mengine yoyote ya zinaa sababu ya tamaa. Na kwa sababu hakuna kitu kimejificha mbele za Mungu machoni mwake kitaweza kutolewa katika nuru, unajikuta sasa haujui ufanye nini, na sio kitu unaweza ondoa. Wakati hiyo regret ikiingia ndani yako, uchungu ule, unasikia kukufa na unatamani mpaka kufa. Wakati ule sasa umefika katika nafasi ya kuchekelewa, ya kudharauliwa, ya kupointiwa na watu na kunenwa, usiseme Mungu atakupigania. Hawezi kukupigania. Mungu hayuko pale aweze kutupigania kwa sababu ya tamaa zetu. Ukipelekwa na tamaa, maliza jaribu lolote lile litakao kuja katika maisha yako. Hiyo sio kazi ya Mungu. Mungu agojei saa ile umeongozwa na tamaa ate ndio akupigania. Hapana, sio Mungu amejaribiwa. Na sio Mungu amekujaribu. Amekupa neno liweze kukupeleka na kukuongoza ndio likupitizie katika njia inayofaa. But kwa sababu umelikataa neno, ukatamani kuingia katika tamaa zako, utajikuta katika kujaribiwa. Na ile majaribu inafika kuwa tamaa. Nayo tamaa inachukua mimba. Mimba yenye hawezi toa. Inaleta mazao yake, nayo mazao yake ni kifo. Hata kama sio kifo ya kuzikwa, aibu. Yes. Lakini ujue si Mungu. 16. Do not err, my beloved brethren. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Anakuambia vizuri, usidanganyike. Tamaa yako inaweza kukuingiza katika kifo. Tamaa yako inaweza kukuua. Wakati unajaribiwa
usiseme ni Mungu anayekujaribu. Na wakati umeingia ndani ya majaribu yale, usiombe Mungu aweze kukupigania. Sababu Mungu sio akujaribu, ni wewe tamaa yako imekuingiza katika. Wakati tamaa iliingia ndani ya watu wale Wafarisayo, walitamani tu kuachana na wake zao. Wakaenda kwa Musa kumtetesha, kumkereresha, mpaka Musa akafika katika nafasi ya kuambia, watarakeni. Kama hivyo ndivyo mnataka, watarakeni. Kama mtaki neno la Bwana liweze kumuongoza, wapeni taraka, wachaneni. Musa akajiondoa. Ni kwa sababu hawataki neno la Bwana. Siku ya leo watu hawataki neno la Bwana. Wanataka kujiongoza wao wenyewe kulingana na vile wanavyotaka. Wamewekelea makanisa mambo mengi, kusema hivi, kusema yale. Wamewekelea watumishi wa Bwana mambo haya na yale kwa sababu ya tamaa zile zilizo ndani yao. Kwa sababu ya vile wanataka kuyatimiza, hawataki watumishi waweze kuingilia. Sana sana watumishi wale wamesimama katika nafasi kama ile Paul alikuwa ameisimama. Watu hawawataki, hawawapendi. Wanaongea tu mabaya yao. Sababu hawawezi, yani walikuwa wanataka watu wa kukomesha. Walikuwa wanataka watu wakinena yale wanataka kunena, wakibribe wao wanasikiwa. Lakini kama mtumishi wa Bwana atakataa na anasimama na neno, wengi watamchukia. Wacheni watu wa mtumishi wa Bwana mchukiwe, nawe usimame katika neno. Simama katika mwanya wa kulitetea injili ile imeandikwa katika neno. Kama neno limeandikwa hivi na vile, simama katika hilo neno. Kataa kubadilishwa na tamaa zile ziko ndani ya watu. Musa akawaambia, hivi kama hivyo ndivyo mnataka, watarake. Lakini mjue Musa aliwaandikia. Yesu akawaambia, Musa aliwaandikia. Mjue ukweli umo ndani ya mioyo yenu na mnayo. But kwa sababu hamtaki, chukueni hatua hiyo ya taraka. Haleluya. Bwana asifiwe. Tamaa. Na hiyo tamaa wakati mwingi, na ndio unaambiwa usikubali kudanganyika. Watu wengi wanachukua hiyo tamani Mungu anawajaribu. Hakuna. Mungu amekwambia vyema sana, ukijaribiwa usiseme ni Mungu anakujaribu. Sababu yeye hajaribiwi na maofu na hawezi jaribu mtu. Mungu hapendi wakati wowote ule unajaribiwa na tamaa zako. Mungu hapendi wakati wowote ule unalia. Mungu hapendi wakati wowote ule uko katika dhiki. Wakati umejaribiwa na yale wewe unayoyataka ikujaribu, uliyoyatamani. Mtu wa Mungu, hiyo sio mapenzi ya Bwana. Nashukuru Bwana kwa sababu leo tutakomea hapo na kesho tutaendelea. Kesho tutaendelea. Tuyaone kamoja. Ndio tuweze kuona ya kwamba upendo ulio ndani ya Mungu huyo haupimiki kulingana na neno la Bwana. Na kuambia ya kwamba Mungu hajawahi penda uingie hata katika shida ya kifedha. Hajawahi penda uingie katika shida ya magonjwa wala ya mateso yoyote ile inayokuja kukudharau. Lakini kwa sababu sisi watu wengi ndio tumefungua hiyo milango, tunajikuta katika hiyo hali ya kutusononesha miongoni mwa taifa. Sababu ya nini? Ya tamaa.
Usifanye watu hawa ninaopenda na wanapendwa na Mungu waweze kudanganyika ndani yao. Nawapenda sana watu wa Mungu na ninajua mnanipenda, lakini usikubali kudanganyika. Usikubali kuingia katika tamaa ya kufanya uweze kuaibika pasipo Mungu, sababu tamaa wakati inapoingia Mungu hayuko ndani yake. Oh, haleluya. Nakupenda. Nashukuru Bwana kwa sababu yako. Nataka tuombe. Kesho tutaendelea. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Pokea sifa na utukufu. Umetufundisha mambo mazuri, mambo mema, kupitia tamaa, kupitia yale yaliyotangulia katika kitabu ya Mathayo, wakati Kristo Yesu alipokuja nao Mafarisayo wakaanza kumuuliza swali ya kwamba ni kama ni vyema mwanaume aweze kumwacha mwanamke. Naye Yesu aliwajibu akawaambia kwamba hamjajua kutoka mwanzo. Neno liliandikwa hivi. Oh, haleluya. Akawaambia ni kwa sababu ya tamaa zenu Moses aliwaambia mwatarake. Siku ya leo Bwana, naomba kila mtu aweze kujitambua na kujijua. Ndio kusiwe na mtu hata mmoja atasimama katika mwanya wa kutenda jambo litakaloleta maumivu ndani ya yule mwingine. Hata sio tu kuachana, mambo ni mengi. Yale tunaudiana nayo, yale tunafanyana, tunaumizana kila mmoja na mwingine. Mfalme wetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Na kwa sababu wewe hujaribiwi na majaribu, wakati watu wako wanajaribiwa pasipo tamaa, unawapingania Bwana. Sababu kuna wakati ibilisi anainuka, kuna wakati magonjwa isiyo ya kujiletea inainuka. Bwana wetu Yesu Kristo, unatupigania hiyo vita mpaka tunashinda pasipo na kudanganyika, wala pasipo na kutayarika. Bwana wetu, na waombea watu hawa na wainua kwako Bwana Jehova Jire, sababu wako ndani yako mtakatifu. Sisi pamoja tuomba Bwana kutuongoze katika kibali chako cha kuelewa na kutambua wakati wowote neno lako linaponena, linazungumza kuhusu kile linazungumza juu yake. Bwana, wacha tutambue katika roho, na ndio tuweze kusaidika sisi wote. Tamaa yote iweze kuondoka na kukwisha ndani yetu, ndio sisi tuweze kutimiza mapenzi yako kulingana na vile upendavyo. Asante ni kwa sababu kesho tutaendelea, na hata leo tutaendelea na our fellowship katika kanisa. Inaombea watu wote waweze kuja na tuweze kuwa na fellowship ya kunena neno lako na kufundishana kulingana na vile upendavyo. Na katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Haleluya.